Ra'atan, Allah amrehemu mwanamke ambaye qamat min al-layli fasallat, amesimama usiku na akaswali. Mwanamke huyo ameamka mwenyewe akaswali. Wa ayqadat zawjaha, akamwamsha mume wake. Fa in aba, akikataa kuamka kwa sababu ya uchovu na usingizi mwingi, nadahat fi wajhihi almaa, ananyunyiza katika uso wake maji kwa upole kabisa na kumwambia mume, amka, mume amka, mume amka, ili utekeleze ibada sala. Wako wapi wanawake kama hao? Wallahu almusta'an. Sasa leo unaweza kuona mambo kinyume nyume. Mwanaume yule ambaye anaamka usiku na kawaida yake ni hiyo, akamuoa mwanamke akawa anamwamsha na anamnyunyiza maji, basi inawezekana ni sababu ya kwenda kushtaki kwao kwamba huyu bwana, mimi tangu nimeenda usingizi silali, na nitesa na kesha, ukilala na kumwagia maji. Kadhalika mwanaume naye mara nyingi akitafuta mchumba na kuambia, ustadh, nahitaji mwanamke salafia mwenye kushikamana na dini. Anapokuwa anamwamsha usiku, wapo ambao wanawapiga makofi wake zao kwa sababu ya nini? Kero. Anamwambia, mimi naamka saa 10 ya usiku, silali mpaka saa 6 usiku, afu unaniamsha wewe. Kwa matokeo yake mwanamke mpaka anaogopa, anaacha na ile manhaji ya kuamka wala kumwamsha yeye, wanaishi tu katika hali ambayo, ndio maana unaambiwa, angalia unamuozesha nani. Mwanao masha Allah ameiva katika ibada, ukamuozesha mtu ambaye wanaita mbugila, na mwanao atakuwaje? Mbugila vile. Na ukimuozesha mtu ambaye yupo kwenye jada, mwanao ataendelea kuwa katika jada. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه الصحيح المسند.